Jambo tena, kama ni mara kwanza umefika kwa hii mtandao yetu ya Hope Info, Ibrahimu Traore anapokea Ndayishimiye mji Igadreki pale Burkina Faso. Bei ya mafuta ya panda baada ya Trump anasema wakikamata meli ya mafuta ya Iran. Wakimbizi wa Kongo nchi Burundi wataanza kujilegea kwao Alhamisi. MONUSCO yakaribisha hatua zilizochukuliwa katika mazungumzo ya nchi Sweden, huku M23 na FARDC zikitumiana kwa mashambulizi. Nitakwambia kama kwa mara ya kwanza Tanzania imechaguliwa kuandikisha wake wa Miss S Award 2026. Amerika, mwanaume alipigwa lisasu watoto wake 7 pamoja na mmoja wa ambaye si wake huku Golisian. M23 na FARDC watuhumiwa kwa mashambulizi baada ya kubaliwa nchi Sweden. Ukraine, mkuu wa polisi juzuili baada ya maafisa adui kupigwa eneo la Tiu kufuatiliwa sisi. Irani itatawisha kuacha udhibiti wa mlango wa Hormuz. Msemaji mmoja wa mwandishi ameandikia Hope Info. Tutaendelea hizi habari hapa. Trump anasema Amerika imesimamisha na kutilia mili ya migogo ya Irani. Habari zetu tuzanzie hapo Burkina Faso kwenye presidenti Ndayishimiye wa Burundi alitembelea. Ndayishimiye alipoelewa na mwenzake Ibrahimu Traore katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Godrenti mji huu. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye yuko katika ziara ya kazi yafiki nchi Burkina Faso. Kulingana na ofisi yake, ofisi ya rais wa Burkina Faso inasema kwamba Ibrahimu Traore, mkuu wa shirika la mataifa Sahel Coordination Decentralized Sale ilipoelea Ndayishimiye kuruhusu ushirikiano wa shiriki la Umoja wa Afrika. Ndayishimiye kwa sasa ndiye mkuu wa shiriki wa Umoja wa Afrika kuruhulu mwaka mmoja. Ziara hiyo inakuja huku ikiwa na juhudi za Umoja wa Afrika kujirejesha, huku nchi za Afrika Magharibi ambazo zilifunguzwa kutoka kwa shiriki hiyo kutokana na badiliko ya utawala katika miaka ya hivi karibuni. Nchi Burundi na Burkina Faso, Mali, Guinea zilikuwa shiriki la mataifa Sale ambazo sasa iliongozwa na Ibrahimu Traore. Katika ripoti mwezi iliyopita, Baraza la Usalama ya Umoja wa Afrika alisema kwamba nchi ya mikutano ya siri shiriki hili bado linachaguliwa moto ya kujelesha misimamo wake katika nchi ambazo kuzikuwa na mapinduzi. Mkutano wa kile wa Umoja wa Afrika anasema kwamba katika baada ya nchi hizi ikiwa ni pamoja na Burkina Faso, wanafanyakazi wake wamenyinyiwa kuruhusu kuingia. Mali, Guinea, Burkina Faso zilikufuswa kutoka Umoja wa Afrika baada ya kuwapinduzwa mwaka 2021 na 2023.
Katika siku hivyo karibu, Rais Ibrahimu Traore wa Burkina Faso hivi karibuni alitangaza kwamba nchi yake haihitaji demokrasi kwa sababu inanunua. Safari ya Ndayishimiye kwenda Burkina Faso itafuatiliwa juhudi za Umoja wa Afrika kurejesha uhusiano nchi hizo. Nilikuwa niko kuambia kama bei ya mafuta inapanda baada ya Trump alisema aliwiki kamata meli ya mafuta ya Iran. Kama ni mara kwanza ulishafika kwenye Hope Info, ninakukumbusha bonyesha subscribe, share kwenye grupu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, X, ukomanteri tena ulike. Twende sasa. Bei ya mafuta katika soko la kimataifa lilipanda kwa zaidi ya 5% baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba jeshi la Amerika limekamata meli ya mafuta ya Iran. Bei msingi ya pipa iliyotakiwa lita 158 la mafuta ghafi Brent katika soko la kimataifa imepanda hadi $95. Kamanda huku kulidisha kuruhusu kwa bei kupitokea Jumaa kwa wiki Irani ilipotangaza kwa inafunguliwa kimataifa mlango wa Hormuz kwa muda uliobaki wa kusitisha mapigano, lakini siku ya Jumamosi Irani ilisema inaweza kufunga njia hiyo tena na kwamba meli zozote zinazokaribiwa zinaweza kupigwa risasi. Njia hii muhimu kwa sababu inabeba kabla ya 20% ya mafuta yoyote hapa duniani. Masoko ya mistati yanavuguliti tangu mategani ya Israeli zilizoshambuliwa na Irani mlango Februari 2026 na kwa pipa kiasi Irani ilifunga bola na mafuta. Kupanda kwa bei ya mafuta kutoka vita hivi sasa imefika nchi katika eneo hilo, huku nyingi zilapandishwa bei zaidi viwango vifyazo vya kali. Trump alisema kwamba ujumbe wa nchi wake na ujumbe wa Iran unaanza tena mazungumzo nchi Palestina Juma. Asifa ya kulu ya White House alisema ujumbe huu utabanishwa Amerika na Rais Vransky. Hata hivyo, gazeti la Israeli linasema kwamba tarehe haya mpango kushiriki katika mazungumzo hayo igwayo mamlaka zanye bado zasema msimamo huo. Nilikuwa niko nakwambia kama wakimbizi wa Kongo nchi Burundi wataanza kujelejea Alhamisi. Serikali ya Burundi inakamanishwa mkuu wa kikimbizi wa Umoja wa Mataifa UNICEF wametangaza kwamba wanataanza kuandisha wakimbizi wa Kongo hali kuanza April 26. Mpango huu utajua huku kuwa juhudi za kijeshi amani imeshaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata kama usalama inaendelea kuwa dhaifu katika baadhi ya eneo ya nchi. Makala zinasitisha kwamba marejesho yoyote yatakuwa ya hili bila lazimishwa. Katika uamuli hii kwanza ikibela kutikio kwa kundi yaliyo kati mazingira mugumu ikiwa pamoja na familia zenye zote waamuli
kwenda ushuli hasi wale wanajoandishwa kwa mitihani ya serikali, watu wenye usimamo au utalivu wengine muhimu wa fanyakazi afromsi msema jeleshi hayo yatafanyika katika eneo makuu wa Kivu Kusini ikiwa pamoja na jiji Uvira. Amesema jilani kama Fizi ambapo na bombe la Ruzizi Mkalaka linasema kwamba aumuzi inafanywa kwa sababu ndogo kuna sulu ya usalama katika eneo lengine. Wakimbizi watachagua kundi nyumbani wakipendwa zaidi wakifedha $30 kabla ya kuondoka na ushindi mwingine unapofika, ikiwa ni pamoja na msaada wa uchumi, makazi ya muda inasaidiwa fedha machokoti, huku watabibu huu wa makrazi na kuhimu wakimbizi kutegemea taarifa kutoka vyanzo ya usalama kupelekewa Uvira. Kama ulishajiunga na sisi kwenye Hope Infosli, asante, bonyesha subscribe. MONUSCO yakaribiwa hatua zilizochukua hati mazungumzo nchi Swesi, huku FARDC na M23 zilisuhudiwa kwa mashambulizi. Twende sasa. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO imesema imekaribisha maendeleo yaliyofanywa mixo nchi Swesi katika mazungumzo kati ya serikali ya DRC na kundi wa AFC M23 yalifanyika katika Aprili 13 na 18 hii mwezi ya 4. MONUSCO kama mwandisi pia aliwepo katika duru ya mazungumzo Doha iliyoongozwa na serikali ya Katari, Amerika, Umoja wa Afrika na Suez kama nchi mini. Katika mataifa yaliyo juu, Jamhuri ya MONUSCO yanasema imefungulishwa hatua zilizochukuliwa kuelekewa kusaliliwa hata na upalatizi wa misaada kibinadamu katika zinazowa kuelekea na juhudi zao na kufika makubaliano hayo haraka inawezekanavyo kwa lengo kukomesha mateso ya ilani ya raia waliosababishwa na mzozo huo. MONUSCO pia iliwahizimia pekee kusitisha kuteregeza hatua za kijeshi amini haso kuchaguliwa na kufanyishwa kwa wafungwa kwa shirikiano wa kamati wa kimataifa Musahidi Bwendi ICLC ambayo inashikia katika uchako wa hii mujibu wa taarifa zilizowekwa. Bonyesha subscribe hapa kwenye Hope Info 3 ni kutembeleze Tanzania wanatuambia kama kwa mara ya kwanza Tanzania imechaguliwa mwakilishi wake Miss Award 2026. Kwa mara ya kwanza nchi Tanzania, makredi ya mrembo umechaguliwa kuwakilisha nchi katika Miss Award 2026. Richard wa mwenye umri ya miaka 24 aliwashinda washindi wengine 16 katika sheria iliyojadiliwa saa sababu za juma jiji Dar es Salaam. Baada ya kushinda Talisia alishinda Jamhuri ya Kifuko wa zaidi lenye thabiti ya shilingi milioni 20. Zawadi hizo ni pamoja na gari ya Mercedes Benz A-Class, zawadi pesa
itagharimu shilingi milioni 10 na bila ya safu. Lasitlia aliweka historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuwakilisha nchi yake katika shindano la Miss Award. Letitia alizaliwa Miss Award hapo 2020 chaguzi kutoka Tbilisi pamoja na Miss Award Africa Hester Adesti kutoka Ethiopia. Ushindano wa Miss Award ilipangwa kufanyika Vexti kuanza Agosta 9 hadi Septemba 5 2026. Litakuwa tolua 7 katika shindano la 2025. Tanzania hayakuwa na mwakilishi mwaka wa 2086. Miss Juda Kalibu alizamani wa nchi ambaye pia ilitawala kushalikiwa Tanzania kuafilikiwa kwa sababu watahila ndani wa uchelewa kuandishwa hapo. Nyinyi nyote mahali popote kwenye mko, ninawalaga sahihi kwenye habari zetu, tutaendelea baadaye. Mimi ninashangaa kabisa, ni mara ya kwanza na mimi ninaona Miss Award kutoka from Tanzania. Miss Award wa Amuri 2024, na mimi ninashangaa sana. Habari zetu tulikuwa tuko nawambia kama Ibrahimu Traore anapokea Ndayishimiye mji Igresti. Bei ya mafuta ya panda baada ya Trump akisema wakimataifa meli ya mafuta ilani. Wakimbizi wa Kongo nchi Burundi wataanza kulegeshwa Alhamisi. MONUSCO yakaribishwa hatua zilizochukua katika mazungumzo nchi Sweden, huku M23 na FARDC zilitumiwa kwa mashambulizi hao. Kwa mara ya kwanza Tanzania imechaguliwa mwakilishi wake Miss Award 2026. Amerika, mwanaume alipigwa risasi, watoto wake 7 pamoja na mmoja ambaye si wake huku London. M23 na FARDC washuhudia kwa mashambulizi baada ya kwa kubaliana nchi Sweden. Kama hizi habari zilikupita, kurudisha nyuma na wewe usikie habari zetu gisi ziliendelea. Na mimi ninaenda ninashangaa kwa huyu dada from Tanzania Miss Award. Mungu amwende mbele, ashinde.